Kuna jamaa anaitwa kama ndo Chimateke something like that. Huyu jamaa alikuwa akiwaambia watu sana, vijana tokeni magetoni, tokeni magetoni. Kwa kweli jamaa alikuwa anaongea ukweli. Nilimfuatilia sana, nikamsikiliza jinsi alivyokuwa anaongea, nikakuta kwamba huyu jamaa alitoa ushauri hata kama vijana wengi hawakutaka kufuatilia ili wachukue ushauri wake. Hakuna mtu anayetajirika na akapata utajiri akiwa pale pale alikozaliwa. Na hata ndugu yako unayemjua sasa hivi amejisogeza mbele au ana maisha mazuri fulani, kiukweli alitoka kwenye hatua moja akaenda kwenye hatua nyingine. Alitoka katika kijiji chenu, labda akaenda mjini sehemu fulani, ndipo akapata maendeleo na akapata utajiri fulani. Kwa hiyo hata Mtume Yesu Kristo mwenyewe, ili apate maendeleo, alihama kwao kule alikozaliwa, akaenda kwenye mji mwingine ili apate maendeleo. Kwa hiyo kama sisi tumekaa hapa sana Marekani, Canada, Ulaya, kuna vijana wengi sana huwa wanatamani sana namna gani ya kuvuka na kuja huku tuliko sisi kwa ajili ya kutafuta maisha, lakini wanaowakwaza ni ndugu zao. Mtu anakuja na kudanganya huku maisha mabaya, huku maisha mabovu. Kumbe mtu alikuja huku akashindwa kusevu pesa, akashindwa kuweka akiba, yani kuwa na akiba kwa ajili ya maendeleo, akaendekeza kula bata, pesa karibu bure. Kwa hiyo kwa kujitoa aibu na kuwadanganya watu wa kwao kule, atawaambia kwamba bwana, huku maisha magumu, huku wazungu sijui wana roho mbaya, aliingia kwenye mambo ya ulevi, sijui alichukua madawa ya kulevya, sijui alifanya vitu gani, akaja kujisahau baadaye, akaja kukumbuka kwamba ningejua ningefanya hivi. Sasa kwa kuwa kila mmoja anataka kurudi nyumbani kwao na anatamani kurudi nyumbani kwao kutembea au labda kuangalia ndugu jamaa na marafiki, na uwezo kaenda kuangalia bila kuwapa chochote kile au kuwaonesha kitu gani ambacho umefikia wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni aibu sana, kubwa sana kwa watu. Baadhi ya watu anashindwa namna gani ya kuwaeleza kwamba bwana, ndugu yangu, mimi nilivyokuja huku niliendekeza wanawake, niliendekeza kula bata, sikujua kusave pesa. Kwa hiyo anadanganya kwamba labda huku maisha ni magumu, sijui wazungu, kununua nyumba, eti ukipata kununua nyumba inatakiwa upewe miaka 30 mpaka uje kuimaliza. Uongo mtupu. Kuna watu wanachukua nyumba baada ya miaka 5 anailipa, anaimaliza. Ukitaka mafunzo, mimi naweza nikakupa mafunzo jinsi ya kununua nyumba. Baada ya miaka 5 unamaliza nyumba yako. Yaani mzungu akikupa contract au benki yoyote ili ikikwambia bwana, nyumba hii una mkataba wa miaka 5, kuna uwezekano mkubwa sana wa kumaliza kulipa nyumba hiyo baada ya miaka 5. Sitaki kuongelea wale wanaochukua zile nyumba zinazozidi uwezo wao. Kuna nyumba tofauti. Sasa uwezo kawa wewe ni mtu wa hali ya chini ukaenda kuchukua nyumba ambayo labda ipo kwenye mitaa ya matajiri, na unategemea kwamba unataka sehemu ya kulala kwanza. Kwa hiyo kuna njia nyingi sana, kuna mbinu nyingi sana. Ulaya, Marekani, Canada, unaweza ukaishi vizuri sana bila matatizo, na ukamaliza kulipa mikopo yao yote. Na kuna vijana wengine wanatamani kuja huku Marekani, Canada, USA, lakini unakatishwa tamaa na mtu wako wa karibu. Yule mtu unayemuulizia bwana, vipi nitafikaje huko, itakuwaje, badala yeye akuelekeza jinsi ya kuja na jinsi ya kufanya, anakukata nguvu, wakati si ukweli kabisa. Kuna mbinu na mifano mingi sana ya kutumia kwa ajili ya kuja Marekani, kwenda Canada, Australia,
na popote pale nchi yoyote unayotaka kuingia. Mfano, kuna njia ya kwenda kama mfanyabiashara, kuna njia ya kwenda kama mtu unayekwenda kutembea, kuna njia ya kwenda kama umepewa mwaliko, kuna njia ya kwenda kama wewe ni mwanafunzi umesoma, na kuna njia ya kwenda kama mtu ambayo umekwenda kwa njia ya serikali. Na hizo njia zote serikali za huku ziliweka mikakati hiyo kwa ajili ya watu ambao wapo kwenye nchi ambazo zipo na watu wengi sana kule, ambao hizo nchi zinawahitaji ili waje wakafanye kazi, wawasaidie. Maana wao, unajua, familia zao nyingi sana hawajawa na uwezo wa kuzaa, au hawajawa na uwezo wa kuwa na watoto wengi sana kama jinsi nchi labda wao wanaodai kwamba ni nchi maskini wanavyozaa. Kwa hiyo kuna njia nyingi sana, na kuna mbinu nyingine. Labda mfano, wewe una mke, una mpenzi, wewe ni mwanaume, mke wako yupo nyumbani, wewe ni mwanamke, mume wako yupo nyumbani. Kuna njia nyingi sana za kumleta ndugu yako, lakini kwa kuwa ndugu yako hataki wewe uje, hataki kukuelekeza njia fulani ya kuja, maana nataka kila mara uwe unamuomba msaada. Anakudanganya nchi za wazungu, sijui nini, sio pazuri, maisha mabaya, sijui tunalala vibaya. Ni uongo mtupu. Popote pale duniani unachagua kusuka au kunyoa, maisha ni ya kwako. Ukitaka kunyoa unanyoa, ukitaka kusuka unasuka. Kwa hiyo mimi tu, lengo la video hii, baada ya kuwa ninaongea na jamaa zangu, ninaangalia jinsi na kitu ambacho kimesababisha nitoe video hii, nilikuwa nimekaa pamoja na rafiki zangu pale, ndugu zao wanawapigia simu, anamdanganya, na mimi nikiangalia hali yake naona kwamba huyu mtu mwenyewe ndo aliyejiumiza katika nchi hizi za Ulaya. Na kwa nini anataka kumdanganya ndugu yake ili asipate fursa ya kuja kutafuta maisha? Anamdanganya ili mwenzie akate tamaa na asije. Basi mimi nikaona afadhali nifanye video hii, ikiwa kwamba kuna msaada naweza nikamsaidia mtu yeyote yule, ikiwa kwamba kuna uwezo wa kumsaidia. Maana kwetu huku ukiwa na dola 100 kule ni mtaji wa mtu, na huku ni pesa unayopewa kwa kibarua cha masaa 2-3 siku nzima. Wengine labda kuna wengine wanaipata baada ya dakika ngapi, dakika 30, dakika 40. Unaona? Sasa utamweleweshaje mtu kwamba huku unapata maisha magumu wakati unapokea mshahara wa mtaji wa mtu kwa masaa au kwa siku? Kwa hiyo jamani, lengo tu, mimi nilitaka tu ili hao watu wanawadanganya wenzio na kumkatisha tamaa mwenzio, acheni watu watoke magetoni waende kutafuta maisha. Kuna njia nyingi sana za kuwasaidia. Maana sisi watu weusi mara nyingi tuna tabia ya kuwaponza wenzetu. Ukimsikia kwamba, unajua sisi tabia zetu ni ukiendelea sana tunakuiba au tunakuroga. Ukienda shule sana tunakuroga au tunakutendea vitu vibaya tu ambavyo vitakurudisha nyuma. Kwa hiyo tabia huwa haibadiliki, na ndio hiyo tabia waliokuja nayo huku, kuhakikisha kwamba ndugu zao wabaki wanaombaomba huko na kuwadanganya kwamba bwana, huku maisha magumu. Maisha siyo magumu. Ugumu wa maisha ni wewe peke yako, kwa akili yako na jinsi ulivyotaka maisha yako yawe, na ndivyo jinsi ulivyoamua. Kwa hiyo yawezekana unamkataza ndugu yako asije, kumbe yeye ana mipango mirefu sana. Yeye ana uwezo wa kupanga kabisa na akaja huku na akakupita, akafanya kitu muhimu sana ambacho wewe mwenyewe unaweza kashangaa. Kwa hiyo nafikiri kwamba tusiwe na roho mbaya jamani, tujaribu njia zozote zile ambazo tunazoziweza. Ndugu yako, kama huna information na kama huna uhakika wa mambo unayoyaongelea, acha kumpotosha mwenzio.
mwache aje atafute maisha miaka 2, miaka 3, 4, 5, ajengejenge kule nyumbani, atengeneze maisha, awapeleke watoto shule, atengeneze maisha, akirudi kule naye aishi maisha mazuri. Kwani tunakuwa na roho mbaya sisi kwa ndugu zetu sisi wenyewe? Kwa hiyo ningetamani toe namba yangu, lakini basi tu ni ushauri tu nitaka kutoa kwa wale watu ambao wana ndoto. Haswa mimi napenda vijana sana ambao ni wanafunzi, ambao ni vijana ambao wanataka kweli kabisa kujiendeleza. Maana kuna kijana unamkuta na miaka 20, miaka 25, yani ukimwangalia unaona kwamba huyu mtu kabisa fursa anayo. Yani nguvu anazo, akili anazo, speed yote ya maisha anayo. Unakuta mtu namkatisha tamaa kijana kama huyo, wakati hata akipata maisha, hiyo pesa ikienda kurudi nyumbani kule itasaidia, kama isaidie direct kwa ndugu yako, yule ndugu yako. Maana mzunguko wa pesa jinsi unavyokuwa, huyo kijana akija huku na akapata pesa, atarudi nyumbani. Na akirudi nyumbani, kitu gani atakachokifanya? Labda atajenga hoteli, na atakuja kufanya kazi pale, labda ni ndugu yako. Ndugu yako akipata pesa, ni lazima atanua ndizi, maharage, sijui mchele nini, atanua kwa ndugu mwingine. Yaani maana kuwa mzunguko wa pesa ule ambao unakuwa umempa idea ya mtu, unamsaidia zaidi sana, na sio kwamba unamsaidia peke yake. Huo mzunguko unakwenda mpaka kule vijijini, sijui mapolini kule, watu wanaonufaika na kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tuache kuwadanganya watu. Sisi wote tunajua, mfano fulani tunaweza nikatoa. Huwezi ukaniambia kwamba mtu wa kijijini na mtu wa mjini maisha ni sawa. Ni ukweli, tuna watu wapo mjini walienda mjini na kufika mjini wakaishi maisha mabaya kwa sababu ya kupenda kwao. Maana walitamani vitu vya bei kali, wakatamani kuishi maisha ya kifahari ambayo hawana ufahari huo, au labda hawana uwezo huo. Mwisho wa siku hawakujua kuwekeza na kuweka pesa ili ije kuwasaidia baadaye, wao wakaanza kuhangaika. Kwa hiyo huyo mtu hata mkikutana ni lazima atakwambia kwamba bwana, ukienda kule kuna matatizo, ukienda mjini kuna matatizo, wakati yeye ndo matatizo, chanzo cha matatizo yake ni yeye. Vile vile, huo ni mfano mdogo nimetoa. Ulaya, hawa wazungu ndo wanaongoza dunia. Venezuela walienda mpaka wakamchukua rais, wakamtoa mpaka wakamleta, kila mmoja na kwa kibia. Utanambiaje mtu ana ubavu wa namna hivyo kwamba yeye hana uwezo? Ni ukweli maisha ni magumu, ila sasa hakuna, kila mtu hajapewa upeo. Sisi wote hatuna upeo mmoja, hatuna upeo mmoja wa kutafuta maisha. Kwa hiyo usimzibie mwenzio riziki ukifikiri kwamba unamkomoa, kumbe tunajikomoa sisi wote. Kuna njia nyingi sana za kumsaidia mtu. Kama mwenzio yuko shimoni, mrushie kamba, umvute atoke, na kitoka atakuja kusaidia. Kwa hiyo mimi lengo la video hii ni kwamba tusaidiane badala ya kuwekeana fitina na kufanya mambo ambayo labda, unajua sisi tatizo letu sisi hatutaki ndugu zetu waendelee au wafanikiwe. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tukisaidiana na tukawa na ushirikiano, tutakuja kuona faida yake ni kitu gani. Maana ukimsaidia mwenzako badala ya kumdanganya na kumpotosha, ni faida kwa sisi wote. Kwa hiyo mimi nafikiri wewe unayenitazama na unanifahamu, na najua kwamba mimi huwa ninafanya kazi ya kufanya kazi na watu, na ikawa kwamba unanijua na tulishawahi kukutana sehemu ya msaada fulani hivi, basi unaelewa ninachokiongelea. Kwa hiyo jamani, mimi nawaombeni kabisa, kwa yule mtu kabisa ana fursa ya kwenda nje pale alipo. Mfano ukitaka kwenda mjini, kutoka nyumbani kwenu kwenda mjini, kama kuna ndugu yako ipo mjini,
asikukate tamaa. Sisi ambao tupo huku ugaibuni huku kwa wazungu huku, tuacheni kukata tamaa ndugu zetu. Waacheni waje watafute maisha, na njia ni nyingi sana. Sema kama huna uelevu wa kutafuta njia au kumsaidia mtu, unakuja unawasogelea watu, unapata elimu. Hiyo elimu ndo unaitangaza badala ya kumtangazia mwenzio uongo. Kwa hiyo mimi kama mimi, samahani nimeweka miwani maana jua ni kali sana, linagonga upande wa kule. Nimetoa hii video baada ya kutoa kwenye kikao, nikaona kwamba ni kikao cha ujinga. Kwa hiyo nikaona kwamba ni afadhali nifanye nini? Ni afadhali mimi mwenyewe nitafute mbinu zote na uwezo wa kwangu wote. Hawa watu wanaopotoshwa na kuambiwa kwamba haiwezekani, huko ni utumwani. Zamani sisi tunakuja Ulaya, Marekani, Canada, tulijua kwamba tunakuja kuwa watumwa. Lakini sasa hivi sisi ndo tunakuwa viongozi, tunawaongoza wao. Tuna maisha mazuri kuliko wao. Kwa nini usimuelekeze mwenzio pia na yeye? Kama we ulishindwa kwa ajili yako mwenyewe, maana kuna watu walikuja wakala bata kweli. Kuna watu walikuja wakaendekeza madawa ya kulevya kweli. Kuna watu walikuja badala ya kushirikiana huku wakawa na fitina, wakaleta matatizo, na hayo matatizo yakaja kuwasababishia umaskini walionao mpaka sasa hivi. Maana nchi za huku ukiota vibaya ujue kwamba mpaka asubuhi utaota vibaya, utaamka ukiwa umechoka. Yaani namaanisha kwamba kama hujajitayarisha nchi hizi, muda ule tu pindi umefika, inatakiwa upange vizuri mikakati na maisha ya kwako ili umalize salama. Na huku nchi za Ulaya, miaka 5 na miaka 10 ya kwanza ndio miaka mibaya sana. Kama ulikuja huku na miaka 5 hujajitengeneza vizuri, miaka ya kwanza, miaka 5 hujajitengeneza vizuri, yaani umekosa kabisa, umekula bata miaka 5, ujue kwamba miaka 5 inayokuja, ujue kwamba ni machozi utakuwa nayo mpaka utamaliza ukiwa na shida. Wewe ndio utaanza kuwakataza wenzio, bwana msije Ulaya, Ulaya ni sehemu mbaya, Ulaya kufai, sijui Marekani, sijui nini. Wewe, kuna madaktari, kuna maengineer, kuna watu wana biashara. Achana hawa wanaokwenda kuchukua picha. Mtu anapiga picha kwenye gari la mtu kwa ajili ya aibu tu, anataka kuwaonesha kwamba bwana mimi nipo Ulaya na gari. Unakuja kujikuta kwamba bwana, huku kuna uwezo, kuna njia zote za kutafuta pesa. Hebu mimi niulize swali kwanza. Mimi huwa natembea kwa barabara, unakuta barabara zote zimejaa magari, na ukihesabu watu wanaoendesha magari hao ni mtu mmoja ndo anaendesha gari na ameweka mafuta, migari mikubwa. Nikirudi nyumbani nakuta gari moja limejazana watu karibia 20-30, mpaka watu wengine wapo kwenye foleni wanakimbizana gari kwa ajili ya kusafiri. Alafu unakuja hapa unamuelewesha mtu kwamba bwana sikiliza, huku maisha ni magumu, kule kwetu maisha ni mazuri. Hivi wewe ukiwa na akili uwezo kafikiria mara mbili? Kitu kingine kilichopo, gari za huku hakuna mafundi wa bei ndogo. Mafundi wote huku, unakuta gari, kwenda kutengenesha gari tu ni tatizo dogo tu, $200, $300, na gari zote inatakiwa ziwe kwenye kiwango cha serikali. Hakuna mambo sijui gari limechakachakaa, sijui lina matatizo fulani, natakiwa yani utengeneze. Nyumbani kwetu unakuta gari bali zimebondeka, sijui zimegongwa, zimefanya nini, lakini mataa yapo, sijui vitu gani. Yani mtu anataka pesa ya kwenda kutengeneza gari. Na hawa gari za kwao unakuta barabarani zote mpya.
Sasa utaniambiaje kwamba hawa watu kwamba maisha ni magumu? Maisha ni magumu kivipi? Kwa nini usimwambie mwenzio, bwana, mimi nilipofika kule niliharibu peke yangu, mimi ndio niliharibu, nikafanya mambo yasiyowezekana, na kwa hiyo mpaka sasa hivi inaonekana kwamba maisha yangu yamekuwa magumu kwa sababu ya mwanzo wa kwangu ulikuwa sio mzuri zaidi. Kwa hiyo ili mwenzio akuelewe, lakini badala ya kumdanganya mwenzio ili asije katafuta na fursa, aje atafute maisha. Unajua sisi kwetu watu wanazaliwa wakiwa watu 10, watu 20, watu 15. Mmoja tu akitoka ni lazima ataokoa wengine, na utamaduni wetu mtu mmoja analisha familia nzima. Mtu mmoja analisha familia nzima kwa nyumbani kwetu. Sasa ukimpa fursa na akatoka akaja huku na akajitoa mhanga kaja akafika huku, kwani unafikiri kwamba kuilisha familia akiwa yeye ni mtu mmoja, unafikiri kwamba itakuwa ni changamoto kwake? Tumeshajua kwamba mshahara wa mtu nyumbani labda laki ngapi tu kwa mwezi. Kuna wengine wanapokea $100,000. Kuna wengine wanapokea dola 1,000 kwa mwezi, dola 500 kwa mwezi, dola 100 kwa mwezi, mpaka dola 50 kwa mwezi, na analisha familia, wote wanakula, wanaishi. Sasa huyu mtu akija akafika huku, umeona, akaja akafika huku na akapiga pesa hizo akawa anatumia ndugu zake, hao ndugu zake wakunufaika, wakapata maisha, unafikiri kuna kosa gani hapo jamani? Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tuwe wawazi tu, watu tuambie tumekosea wapi, ili nao wakija huku wajue wajifunze kwamba wajilinde kwa makosa yale uliyoyapitia, ili wajue watajiepusha namna gani kwako wewe, kwa maelezo utakao umewapa, watajiepusha namna gani kwa ajili ya kutofanya yale makosa uliyoyafanya wewe. Badala ya kuwadanganya, bwana, sikiliza, maisha huku unafanya kazi toka asubuhi, bla bla, sijui nini, vitu kama hivyo. Unawadanganya watu kwa sababu gani? Unafanya kazi toka asubuhi, umekaa miaka mingapi huko? Kwani hakuna akiba? Ujenge akiba. Na hao wazungu wao wanaendeleaje? Na wao wanapata maendeleo namna gani? Kwa hiyo tuache kuwadanganya ndugu zetu, sisi tuwasaidie na wao wapate kuja huku. Kwa mimi nashukuru jamani. Kwa kweli ukija kwa maswali, kama nina uwezo fulani, nikisikia kwamba maswali yako nayaweza, mimi nitakuelekeza kwa roho nzuri bila kuwa na shida na wewe. Badala ya kukudanganya eti bwana sijui 1 2 3, hapana. Mimi nitakuelekeza vizuri. Ikiwa wewe ni mwanafunzi, nitakuelekeza jinsi ya kufanya nini, nitakuelekeza jinsi ya kupata uwezo wa kuja huku. Wewe kama sijui unataka kazi fulani ya kunani, yani kama kuna kampuni fulani ambayo mimi unayohitaji, mimi mwenyewe nitakuelekeza, nikwambia bwana, hii kampuni inatoa ajira, na hii kampuni haina ulongolongo yote ile, na hii kampuni inachukua watu kwa kila siku. Kama sijui ni mambo sijui ya chochote kile tu, immigration, vitu gani, vitu kama hivyo, mimi nitakuelekeza na nitakuwa muungwana kwako. Mimi unajua sitaki ni share dhambi na haya jamaa zangu hawa. Sijui labda baadhi walitoka huko nyumbani kwao wakiwa na fitna, labda walikorofishana. Sasa mmoja akifika huko anaangalia anasema na mimi mtu sitomuelekeza hata kidogo, siwezi nikamuelekeza hata kidogo, nitafanya nguvu zote ujamaa na yeye asije huku. Kwa hiyo mimi sijakorofishana wewe. Ukija kwangu na unataka msaada kwangu, nitakusaidia kama Mwafrika mwenzangu ambaye anayetaka maendeleo. Kwa hiyo jamani, mimi nashukuru sana, na kwa kweli nafikiri kwamba hata hawa ndugu zetu watakaosikiliza hii video
Jamani, tujaribu sana 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 sana, tuache kuwakata nguvu ndugu zetu huko nyumbani. Asante sana jamani. Kwa hiyo nafikiri kwamba sisi wote tuko pamoja, na wale niliowaelekeza nikawaambia kwamba bwana jamani, acheni kuwadanganya watu, nafikiri kwamba mmeelewa. Na ukisikia video hii usiendelee kuwadanganya ndugu zako, waache waje watafute maisha, na wao watafute namna jinsi ya kuishi, watunze familia zao huko nyumbani. Kama ulikuwa na bifu nao, bifu waishi, achana na mtu aje atafute maisha. Sawa jamani, kwa hili mimi nashukuru sana. Nafikiri kwamba Mungu akusaidie. Kama kuna njia fulani umeipata, kuna wengine maskini, nauli wanazo, pasipoti wanazo, uwezo wanao, lakini ndugu yako ndo anakuja kukuhamisha. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba sio tabia nzuri. Basi mimi acha tumalizie hapo, na mbaki salama jamani. Asanteni. Kama nimekukwaza, basi naomba unisamehe. Mimi nilitaka tu niongee ukweli baada ya kuona kwamba ndugu zangu wanazingua sana, wanawazingua ndugu zao. Basi mimi nikaona kwamba afadhali, ikiwa kwamba wewe mtu anazingua watu 10, watu 5, watu 6, 7, hii video inaweza kaja kusaidia hata watu 200, 300, 400 mpaka 500. Kwa jamani, tusaidiane, sio kuumizana. Haya, asanteni jamani, kwaherini.